siku nyingine tena, mtazamaji wa Teknoleo ya TBC1. Karibu sana, nikukaribishe katika kipindi hiki maalum kabisa ambacho huwa kinakuangazia masuala mazima yale ya teknolojia. Na kwa siku ya leo tuna mambo mengi sana ambayo tutakwenda kujadili. Hasa ni juu ya teknolojia zinazotarajiwa kukua kwa mwaka huu 2026 na miaka inayokuja. Na kwa siku ya leo nipo na mtaalamu wa TEHAMA, Mr. Goodluck. Karibu sana. Watazamaji wanatamani kufahamu kabisa jina yako pamoja na wasifu. Mtaalamu wa TEHAMA, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina ninaitwa Goodluck Kapera, ni mtaalamu wa TEHAMA kutoka kampuni inayoitwa Gugi Technologies Limited. Okay, ambayo inahusika na ujenzi wa mifumo ya TEHAMA. Okay. Wananchi na watazamaji wa kipindi cha Teknoleo, kiu yao kubwa hasa ni kufahamu teknolojia mbalimbali ambazo wanakutana nazo. Nadhani kwa siku ya leo tutajadili mengi sana kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia. Na kwa kuanza kabisa, kabla tujafikia kwenye hizo teknolojia ambazo zinakuwa, mtazamaji anatamani sana kufahamu, kwanza tuone teknolojia ni nini. Asante sana ndugu mtangazaji. Teknolojia ni nyenzo za kitehama ambazo zinahusisha pia na ubunifu katika kutatua changamoto za kijamii. Mara nyingi sasa wengi wanakuwa wanafikiri kuna kitu wanashindwa kutofautisha. Kuna ile watu wanakuwa labda wanachukua labda kwa mfano kama taka zile, wanakuja kuzibadilisha kwa labda vitu mbalimbali. Kuna wale wengine pia wanatengeneza vitu mbalimbali sasa wenyewe wanabuni na nini. Hiyo kwa upande wa teknolojia na bunifu kama hizo tunaweza kuzitofautishaje? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba utofauti kati ya teknolojia na bunifu, teknolojia ni nyenzo ya kufanikisha jambo fulani ikafanyika kwa njia ambayo ya ufanisi zaidi. Lakini kwa maana bunifu ni kutumia teknolojia mbalimbali katika kuchakata na katika kutumia hizo teknolojia katika kuwezesha, kama ambavyo kumekuwa na jitihada mbalimbali za watu kadhaa. Kuna watu wengine ambao wanabadilisha taka na kuwa nyenzo nyingine katika upande mwingine. Wengine wanachukua zile taka wanazibadilisha zinatumika kama mkaa, wanaweza kutumia hivyo. Maana yake hivyo unatumia ubunifu kupitia teknolojia kuwezesha mambo fulani yakafanyika kwa jinsi ambavyo inakuwa ni ya msingi zaidi. Okay. Na mara nyingi sasa mtazamo wa kitaalamu kwa sasa tupo katika hatua gani hasa kwa masuala mazima ya teknolojia? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa nchi zaidi tukifocus kwa maana ya dunia kwa sasa hivi ime-embrace inapenda sana kuembrace teknolojia ambazo zinaibukia kama akili unde kwa maana artificial intelligence. Lakini kidunia pia kama dunia wana focus zaidi kutumia wanafanya tafiti kwenye mitandao ya 6G. Lakini kama nchi sisi tumeanza kuembrace sana kuwezesha mifumo yetu ya nchi kwa maana ndani ya nchi iweze kucomply kwa maana kuwezesha standard za 5G. Lakini kama nchi pia hatujawa nyuma. Kumekuwa kuna sera mbalimbali ambazo kama taifa imekuwa inaanzisha. Kwa mfano kulikuwepo na sera mwanzo kabisa ilifanyika 2003 ambayo ilifanywa na watu wa TISRA, ikafanyika tena 2016, na ambayo tunayo sasa hivi ni sera 2023 ambayo pia imeweka matazamio mahususi kabisa ambayo yanapeleka nchi yetu mbele zaidi. Lakini pia sera hizi za TEHAMA pia zinahuishwa zaidi kupitia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, ambapo kwenye dira hiyo pia imeainisha kwamba kama nchi wanategemea kwamba kufikia 2050 nchi iweze kupata uchumi zaidi mkubwa kupitia nyenzo za TEHAMA. Okay. Kwa upande wetu sasa kama nchi tunafikiria sasa teknolojia inatulazimisha kufanya nini sasa? Teknolojia inatulazimisha, kuna kitu ambacho tunatamani. Teknolojia sasa yenyewe inaamua nini? Sisi kama nchi tufanye nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama nchi sio kisiwa. Hatuwezi tukafanya mambo ambayo ni nje ya dunia. Tunafanya mambo ambayo dunia inatupeleka tufanye. Kwa hiyo teknolojia ni nyenzo mahususi kabisa ambayo
kama nchi tukikubali na tukiwezesha kwenye nyenzo, kwenye mifumo yetu mingi ya ununuzi, mifumo mingi ya tehama, na pia Mheshimiwa Rais amekuwa akisemea sana kuhusu mifumo kusomana. Hiyo pia ni nyenzo muhimu sana. Mifumo ikisomana, maana yake bidhaa kuanzia kwenye ununuzi mpaka bidhaa inapokuwa inatoka, mifumo ikisomana, kutokuwa kuna ukusanyaji nzuri zaidi wa mapato. Na pia kama TRA imekuja na mfumo mpya zaidi wa IDRAS, kwa maana Integrated Domestic Revenue Authority System, ambao ni mfumo ambao unataka mifumo mingi ambayo yote ni corridor ya kwa maana inahusisha TRA katika makusanyo yote hivi inasomana. Kama nchi tuko mbali sana kwenye masuala ya teknolojia na tutafika mbali zaidi. Na hapo kwenye kufika mbali, kuna vijana wetu wengi na sisi vijana pia ambao ndio nguvu kazi hasa. Nadhani tunaendana na hiyo kasi ya maendeleo ya teknolojia. Kuna dhana mbili. Dhana ya kwanza ni kwamba vijana kwa kweli wanajitahidi kuendana na kasi ya teknolojia. Utaona sasa hivi mtandao kuna watu wengi wanafanya mambo ya content wanafanya mitandaoni. Lakini pia kama serikali imefanya initiative kubwa zaidi ya kuanzisha wizara mahususi ya vijana. Kupitia wizara hiyo ni kwamba kuna mipango mikakati mingi. Kama sasa hivi wizara pia imebuni mtandao janja, kwa maana platform fulani ambao vijana watakuwa wanatoa mawazo yao ambao watakuwa na mchango kwa wizara na taifa. Tupo nyuma, lakini kwa kusema hivyo ni kwamba serikali imewezeshwa moja kwa moja gunduzi nyingi, na utaona pia kumekuwepo na sera ya startups, kwa maana kampuni ambazo zinakuwa. Kumekuwa na sera hiyo na kumekuwa kuna brief nyingi ambazo zimeshafanyika mpaka sasa hivi, na mpaka sasa kuna taasisi ambayo ipo kwa ajili ya kusimamia makampuni madogo ambayo ndo yanaanza na chipuka. Na pia kama serikali pia imetenga karibia bilioni 200 kwenye wizara ya vijana kwa ajili ya kuwezesha vijana. Kwa kusema hivyo ni kwamba kama serikali imeweka mkono wake moja kwa moja kuwezesha maendeleo kupitia tehama. Okay. Na kwa sasa turudi pale mwanzo ambako tulisema katika kipindi hiki tutazungumzia zaidi pia katika masuala mazima ya teknolojia gani ambazo zinazidi kukua hasa kwa mwaka huu na miaka inavyoenda. Kwako mtaalamu, tutarajie nini sasa? Kwa sasa ni teknolojia zipi ambazo tunaona au ni teknolojia zipi ambako zinaenda kukua zaidi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kiufupi sana, kuna teknolojia nyingi sana ambazo zimeibuka na zimeshika kasi duniani, lakini teknolojia ambazo zimekuwa na mchango mkubwa kwenye mambo mbalimbali kama uchumi, lakini pia kwenye elimu. Tutaanza na teknolojia ya akili unde, kwa maana artificial intelligence. Kwamba artificial intelligence ni kitu gani? Akili unde ni uwezo, ni kuwezesha mashine, ni kuipa akili mashine iweze kufanya vitu ambavyo inaweza vikafanya na binadamu. Na kumekuwa na levels mbalimbali za akili unde. Kuna akili unde ambayo tunaita narrow AI, kwa maana ile akili unde ambayo inakuwa ina taarifa chache sana. Hii maana yake ndio ambayo kama taifa tupo na kama dunia tumeembrace sana. Yenyewe ambayo inakuwa inafanya kazi, kama utaona kuna magari yanajiendesha peke yake, hiyo yote kwa maana autonomous vehicles. Hiyo zote zina follow kwenye narrow AI. Lakini kuna aina nyingine ya AI ambayo hizo tunasema ni aina za akili unde ambazo zimebase kwenye capabilities, kwa maana ya uwezo. Na level nyingine ya AI inaitwa general AI. Kwa maana ya akili unde ya ujumla. Hii ni aina ya akili unde ambayo inaweza ikafanya mambo karibia sawa na nini na binadamu, ambao kama taifa bado tujafikia na kama dunia tujafikia. Lakini aina nyingine ya level ya akili unde tunaita strong AI.
Sasa hivi utaona kuna kadi tunavyozidi kukua kiteknolojia, pia usalama mtandaoni na kwa unapotea. Watu wanatumia zile loopholes za kuweza kuingilia mitandao. Kwa lazima pia hii mitandao yetu ambayo unaitumia kidogo iwezeshwe na AI, iwezeshwe na akili unde. Akili unde na uwezo mpana sana na imeshashika kasi katika sekta mbalimbali. Kwa mfano pia katika sekta yenyewe ya habari pia akili unde inawezesha mambo mengi katika kutengeneza content. Unaweza kama unajua vizuri kutumia zile nyenzo kwa maana tools za AI zitakusaidia wewe kama mwandishi wa habari au mtu wa media kuandaa kipindi ambacho ni kina ufanisi lakini pia ni bora. Hiyo ni moja. Lakini pia ukiangalia akili unde pia inatumika katika maeneo mengi. Kwa mfano kama kwenye kilimo, siku hizi kumekuwa kuna wale wasimamizi wa kilimo kwa maana afisa ugavi wale ni wachache. Kwa kumbe tukitumia mifumo ya akili unde, yule mkulima anaweza akapiga picha labda majani kabla kawa yake labda kunde majani yote, alafu AI kaweze kumwambia je, shamba lako hilo limeathirika kwa ugonjwa upi, na akatumia wataalamu katika kutatua changamoto yake. Lakini pia utaona pia akili unde pia imewezesha sana kwenye mifumo ya afya, imeanza kuja kasi sana kwenye mifumo ya afya. Utaona sasa hivi kama nchi za wenzetu, utaona sasa hivi kama expert system kama robotics zinatumika sana kwenye mifumo ya afya, kwa maana ya sasa hivi kama kuna zile brand muda kugawa madawa ya wagonjwa, unakuta kuna robot zinatumika zinaenda kuwapa wagonjwa zile dawa. Kwa hiyo pia inasaidia pia ufanisi kwa maana kufanya kazi kwa wakati, lakini precision yake inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini pia ukiangalia pia akili unde sasa hivi imeenda mpaka kwenye elimu. Sasa hivi ukiangalia kama nchi pia hatuko nyuma. Utaona sasa hivi kuna sera, kwa mfano kuna guidelines ya matumizi ya akili unde katika elimu ambayo imetolewa Januari 2025. Lakini pia kumekuwa kuna jitihada za makusudi kama nchi kuweza kuembrace kwa maana kuikubali hizi teknolojia zinazokuwa ili ziweze kuwezesha. Sasa hivi tunaona kama nchi za wenzetu kama China wameadapt masuala ya smart classes, kwamba utaona sasa mwalimu anaweza kawa mkoa fulani akaweza kufundisha wanafunzi kwenye mikoa kadhaa yote kwa wakati mmoja. Kuna smart classes. Lakini pia kwenye elimu pia kitu ambacho kidogo kama nchi lazima tu focus katika area ambayo ni nzuri zaidi. Lazima tujue je, kuna au wanatumiaje hiyo mitandao yetu? Are they ethical? Kwa maana ile ethical consideration ya hii mifumo yetu ya TEHAMA. Lakini pia je, hao watu ambao wanatumia mifumo ya TEHAMA, je wao wenyewe wanatumia kama nyenzo, kama inakuja kureplace uwezo wao wa kufanya kazi? Inabidi kama wananchi tuwe tuna focus kwa hali ya juu zaidi kwamba ile nyenzo AI tuitumie kwa ajili ya kuboresha kile tunachokifanya, kwa maana nyingine kuboresha mazingira tunayofanya kazi, lakini si iweze kuja kureplace uwezo wetu wa kufanya kazi. Hii ambayo pia imekuwepo mwaka 1990 miaka 90 huko, kulikuwa kuna dhana kwamba hizi kompyuta zinakuja kureplace sasa kwa maana human involvement ya watu kwenye kazi. Lakini pia na hii AI kuna mtazamo kwamba labda hii AI kuja kwake kunakuja kureplace sasa watu kufanya kazi. Hii haiwezi. AI haiwezi kufanya kazi ambayo pia binadamu ambaye anaweza kufanya. Ile inabidi tu mtu, kwa maana mtu ambaye yupo kazini pale aweze kuexpect potentials za tools mbalimbali, nyenzo mbalimbali za AI kwa ajili ya kuboresha na kuleta ufanisi mahali pa kazi. Okay, asante sana. Tukiwa tumesalia hapo sasa, na zingine ni zipi tukiachana na AI, kwa sababu hizi akili unde tunaona ndizo kubwa sana? Asante sana. Zipo nyingi. Kuna teknolojia nyingine ambazo sasa hivi kuna masuala ya 5G na 6G. Kwa maana teknolojia zenye kasi zaidi. Kwamba unatarajia kwamba katika miaka ijayo mpaka miaka 35 kutakuwa na teknolojia ambayo ina uwezo wa data rate ya 1 terabyte, kwa maana byte karibia bilioni, uwezo wa kasi ya mtandao ambao pia ipo kwenye utafiti. Lakini kama nchi sasa hivi tuna embrace matumizi ya 5G na ambao kama nchi tupo. Lakini mataifa mengine ambayo yanaendelea kama Japan, Marekani, Finland wameanza ku exploit potentials za 6G ambao sasa hivi ipo kwenye utafiti na tutafanya utafiti
katika mataifa yao. Lakini pia kuna baadhi ya teknolojia zingine ambazo zinasaidia kukua kama edge computing na mtandao wa vitu kwa maana ya Internet of Things. Pia hii inawezesha dhana vifaa kuweza kuwasiliana. Hii maana yake itawezesha maendeleo kwenye baadhi ya sekta kama kwenye kilimo, kwenye afya. Unaweza kukuta sasa hivi AI based system inakuwa inasaidia kwenye baadhi ya translation kwa maana ya ufasiri wa baadhi ya lugha hivyo. Yes. Na tukibaki hapo kwenye masuala mazima ya teknolojia, tunaona vijana, tukiachana na vijana pia kwenye hizi sekta zimekuwa zikiogopesha pia kwa kasi inavyokuja. Tunadhani inabidi tuziogope au inabidi tuzifanyie nini? Kwa kweli kwenye maendeleo ya tehama kwa maana ya hizi teknolojia ambazo zinakuja kwa kasi, hautakiwi kuziogopa, ila unatakiwa kujenga mifumo ambayo ni imara zaidi. Maana kadri teknolojia inaweza kukua, pia kuna uingiliaji wa mitandao unakuwa zaidi. Wanatumia mbinu nyingi kuingilia mitandao. Kwa kama nchi, kwa sababu nategemea kwamba kufikia mwaka 2050 pia sekta ya tehama kwa maana Wizara ya ICT iweze kuleta mchango kwa maana kuongeza GDP. Lazima pia tuhakikishe kwamba mifumo yote ya tehama inakuwa ni imara zaidi, na ili tuweze kukusanya mapato yetu ambayo yanatokana na tehama, tusipoteze mapato yetu. Na sasa basi kwenye upande wa teknolojia katika ufanisi wa kazi kazi nyingi tunategemea teknolojia ya tehama. Ni nini sasa kifanyike huko kwenye masuala mazima ya ufanisi ule wa kazi? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwenye swala la ufanisi pia ni swala pia la utashi wa mtu ambaye anatumia ile nyenzo ya tehama. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kama wananchi hatupaswi pia kuwa nyuma. Tuweze kuwa watu ambao tunasoma baadhi ya maendeleo ambayo yanaweza kaletwa na hizi nyenzo za tehama. Tuzijue nyenzo za tehama ili tuweze kuzitumia ili kuongeza ufanisi mahali pa kazi. Na ninyi kama wataalamu wa tehama, kwa sasa ni teknolojia gani ambayo sasa inabidi watu tujikite nayo, ama Watanzania au katika mipango ni ipi ambayo inahitajika kuangaliwa kwa karibu kwa kipindi hiki? Kama nchi na kama taifa, kwa kweli hatuwezi tukaongea nje ya teknolojia ambayo inakuja kwa kasi ya akili unde. Hatuwezi, teknolojia ambayo inakuja kuleta mapinduzi ya maendeleo kwa maana kwenye viwanda, kwa maana kwenye masoko, kwa maana kwenye kilimo, kwa maana kwenye madini. Kwa mfano tu nikupe mfano mdogo. Kumekuwepo na changamoto nyingi sana katika haya masuala ya uchimbaji. Tumeona kuna watu wengi wanaweza kaangukiwa na vifusi hivyo. Kwa hiyo tukiemploy hizi teknolojia za AI, tunaweza huko mbele, ni kitu ambacho kidogo ni cha mpango mrefu kidogo, kuweza kuwezesha vifaa ambavyo kwa sababu kama robot, kwa maana robot inafanya kazi ngumu ambazo binadamu anaweza sifanye kwa ufanisi. Kwa hiyo unaweza tukawa na tafakari, nchi zingine imeanza kufanya, kuweza kuemploy hizi robotic system kwa ajili ya kuwezesha baadhi ya shughuli kama shughuli za kwenye viwanda, shughuli za kwenye uchimbaji, ili watu kidogo watu wetu wawe salama zaidi. Hiyo naweza nikasema. Lakini pia kwenye masuala ya elimu pia tunaweza tukaona kama nchi tuwe na mifano, tuchukulie kama mkoa mfano, tukiweza kuwa na smart classes ndani ya mkoa fulani, tujue je, watu ambao wametumia hii smart classes kwenye ufundishaji wanaelewa zaidi, je wanafanya zaidi kuliko wengine ambao hawajatumia hii mifumo. Hii inaweza ikatupa kama case study ya kuweza kujifunza zaidi na kuja na mpango mkakati ambao ni imara zaidi kwa taifa. Okay. Kwa sasa kipi kinahitajika kufanyika ili kuendana na hii kasi ya teknolojia? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa serikali haijakuwa nyuma. Kwa mfano mpaka sasa hivi kama serikali pia ina mpango wa kuanzisha Dodoma chuo cha kidijitali. Hiyo maana yake itapa wananchi nyenzo ambazo ni muhimu kwenye kuendeleza kukuza maendeleo yao na pia maendeleo ya nchi. Lakini pia kumekuwa na jitihada kadhaa, kumekuwa na makongamano, kumekuwa na jitihada kadhaa za nchi za kuhakikisha kwamba tuko nyuma kwenye maendeleo ya tehama, na hiyo zimedhihirishwa kwenye mipango mbalimbali ambayo inafanywa. Na utaona kwa mfano kama nchi kumekuwa na mipango kadhaa, kumekuwa na mipango kuanzia 2011, mipango ya miaka mitano mpaka sasa hivi, na pia inatekelezwa kwa mwaka mmoja. Kwa kumekuwa na jitihada za maksudi ambazo kama sasa pia kama taifa nadhani wanataka kuleta sera ya kwa maana framework ya kuweza kuregulate
Kwa sababu kumekuwa na teknolojia mbalimbali. Je, lazima kuwe na regulatory framework ambayo itakuwa inahakikisha kwamba inalinda na kuweza kuwatch baadhi ya mambo ambayo yanaenda. Na sasa hivi kuna jitihada za makusudi za kuweza kufanya sera ya akiliunde ambayo nahisi inafanyika. Asante sana. Huyo ni Mr. Goodluck Kapela, mtaalamu wa masuala mazima ya tehama, ambaye tulikuwa tunajadili sana katika huu mwaka 2026 na miaka inayokuja zaidi. Ni nini tunatarajia katika baadhi ya teknolojia ambazo zinatarajiwa kukua zaidi, na kama alivyogusia, swala kubwa kabisa ni juu ya akiliunde hizi tunazoziita AI. Nadhani ni mwanzo sasa wa kuanza kuwekeza na kujikita huko ili kuhakikisha kwamba maisha yanazidi kusonga na tunaendana na ile kasi ya dunia na masuala mazima ya teknolojia. Jina langu ni Runa Mabai na hiki kilikuwa kipindi cha Teknoleo ambacho kinakuangazia masuala mbalimbali ya teknolojia. Kwa niaba ya wale wote ambao wameshiriki kukuandalia kipindi hiki, hatuna la ziada kwa siku ya leo. Tukutane katika kipindi kingine na endelea kufuatilia matangazo mengine kutoka hapa TBC1.